Hii sharti ameileta makusudi kwa kuwa fi'lu mudhari pia inapata ya muannath al-mukhatab. Kimwambia mwanamke anti tadhhabina, na ya muannath al-mukhatab, na amri anti idhhabi. Sasa hii talab ni alama ya nyongeza ili kutofautisha baina nini, baina mudhari na amri. Kwa kuwa kwenye mudhari inaingia ya muannath al-mukhataba, na katika amri pia inafanyaje, inaingia. Sasa alama gani ambayo tutofautisha baina ya vitu viwili hivi? Kwenye amri akaongezea ionyeshe juu ya talab kutakiwa kufanya, ambapo maana hii kwenye mudhari haipo. Tuko sawa? Anti tusafirina, wewe unasafiri. Hapa kuna ya mukhataba, lakini unamwambia tu, sio kwamba wamtaka afanyaje, asafiri. Lakini anti safiri ila Dar es Salaam, hapa kuna ya al-muannath al-mukhataba na wamtaka, na kumtaka asafiri. Kwa hiyo kumtaka asafiri ni alama ya ziada kuweza kutofautisha baina ya mudhari na amri. Kwenye mudhari inaingia ya muannath al-mukhataba, kwenye amri hivyo hivyo. Sasa nitajuaje kuwa hii ni amri, hii ni mudhari? Kwa hii alama ya ziada ya kimaana na kuonyesha juu ya nini, juu ya talab. Au nuna at-tawkid, au iingiliwe na nunu tawkid. Na ukiangalia pia mudhari pia inapata nunu tawkid, idhahaban, na amri pia inaingia nunu tawkid, idhahaban. Kwa maana yake alama mbili hizi au vitendo viwili hivi vinashirikiana kwenye nunu tawkid na ya muannath al-mukhataba, bali upande wa alama nyingine ya kimaana inahusu amri peke yake ya talab, ili kutofautisha baina nini, vitendo viwili hivi. Nahau qum wa qu'ud waktub wanzur, mfano wa qum simama, uq'ud ka, waktub andika, wanzur tizama. Faina hadhihi alkalimat al-arba'a, hakika haya matamko manne dalatun ala talabi husul alqiyam, inaonyesha juu ya kutakiwa kupatikana kule kusimama, wal qu'udi na kukaa, wal kitaba na nini, na kuandika, wan nadhar na kutizama. Si hivyo tu, maqabuliha ya al-mukhataba, pamoja na kukubali ya al-mukhataba. Fi nahwi qumi uq'udi, simama na kaa. Hapo inamaanisha mwanamume huku mwanamke. Ndio sema au maqabuliha nunu tawkidi, pia inaonyesha talab pamoja na kubali nunu at-tawkid. Fi nahwi uktubanna wanzuranna ila ma yanfa'uka, andika na yatazame yale ambayo yanayokunufaisha, nasaha hizo. Maana kizungumza Sheikh yani, lakini wakati wa da'wa uktub au uktubanna, tena kwa msisitizo, andika kwa lazima, wanzuranna nazama kwa lazima, ila ma yanfa'uka, yale ambayo yatakunufaisha wewe. Hii ni upande wa al-fi'lu al-amr. Al-harf ndio tuadhini. Al-harf ni moja katika yale wanayotumia Waarabu katika mazungumzo yao na kuandika kwao na kila kitu chao. Qala wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilu ismi wala dalilu fi'li. Harfu ni ile ambayo la yasluhu, kwa maana la yasluhu, haisihi pamoja na hiyo herufi dalili, alama za kujua jina, wala dalili kwa maana alama za kujua nini, kitendo. Maana zile alama za kujua kitendo na kujua jina, herufi haikubali moja katika hizi. Ukiwa na min unasema al-min, au kaka tanwini minun, haikubali. Au qadimin, kisha kuna qadi mbele, sio min, ni mani. Tuko sawa? Hakuna qadi min, kitu hicho hakuna. Kwa hiyo herufi ile ambayo la yasluh ma'ahu dalilu ismi wala dalilu al-fi'l.
ile ambayo haisihi kupata alama za jina wala alama za vitendo. Wa aqulu, Sheikh asema, ninasema yatamayazu alharfu min akhawayhi alism walfi'li, inapambanuka harfu, inabaguka harfu, inajitenga harfu an akhawai, kuepukana, an mujawaza, kuepukana na ndugu zake jina na kitendo, bi annahu la yasihu dukhulu alamatin min alamati alasma'i almutaqaddima, kwamba haisihi kuingia alama miongoni mwa alama za majina zilizotangulia, wala ghairiha, wala nyingine, alayhi ala alharf, haki hizi nyingine ambazo tunazijua. Kama la yasihu dukhulu alamatin, kama isivyosahi kuingia alama min alamati alfaali allati sabaqa bayanuha, ambazo imetangulia ufafanuzi wake, wala ghairuha, wala nyingine pia, alayhi. Wa mithluhu min, na mfano wake ni min wa hal wa lam, min wa hal wa lam. Sheikh rahimahullah ta'ala, na hii imekuwa ni wanachuoni wengi huwa wanafanya hivyo, katajia herufi tatu, katumia min wa hal wa lam, ambao mimi na wewe ungesema kuna min, kuna ila, kuna an, zikawa ni tatu, si ndio? Lakini katumia min kwa hii ni haswa kwa majina, wa hal hii inaingia katika majina na vitendo. Tunasema hal Muhammadun musafiru au hal safara Muhammadun, kubali maeneo yote. Na lam ni hasa kwa vitendo, haiji katika nini, katika majina. Kwa hiyo kajaribu kufanya uadilifu, kuwa moja ihusiane na majina kama majina, nyingine na vitendo, alafu nyingine iwe inaingia maeneo yote mawili. Wakati wewe pia ukiwafahamisha wanafunzi wako tulabu amthaluka, na wewe unatumia hizi kumsaidia wanafunzi, kwa sababu unaiga wema waliotangulia. Hadhihi kalimatu thalathu, matamko haya matatu hurufu, ni herufi. Kwa nini? Liannaha la taqbalu al, matamko haya yakubali al wala tanwin wala tanwin, wala yajuzu dukhulu hurufi alkhafdi alaiha, wala haijuzu kuingia herufi za khafdi katika majina haya, matamko haya, ila min na mfano wake. Fala yasiru an taqula al-min, wala an taqula minun, wala an taqula ila min, huwezi kusema hivi, labda tukosea kama hivi. Wakadhalika baqiyatul hurufi, na vile vile herufi zilizobakia huwezi kuingiza al wala kuingiza tanwini wala kuingiza harfu min hurufi al-khafd katika hizo herufi zenyewe. Wa aidan la yasifu an tadkhula alaiha sinu, na pia haisihi kuingia sin katika matamko haya, wala saufa wala saufa, wala ta'u ta'nithi sakina, wa ta'u ta'nithi sakina pia haikubali, wala qad wala ghairuha, wala nyingine, mimma huwa alamatun, ambazo ni miongoni mwa alama, ala anna al-kalimata fi'lun, kwamba hili neno ni kitendo, haikubali alama miongoni mwa alama za majina wala alama za vitendo. Muadhi. Baada hapo tutaangalia tamrini kidogo, tutafanya zoezi kidogo, tuone je safari yetu hii ina manufaa, au kwa sababu leo ni siku yetu ya tatu, tafute kazi nyingine ya kufanya. Tuwe makini kwenye maswali. Dha'a kulla kalimatin, pia mrekebishe upande wa usomaji kama kuna nini umeweka kasra hapo, maana yake hii kwa sababu ni lugha, yani uwe na uhuru kuwa mbona hapo kaweka kasra na itakiwa pawe hivi, ujipime na yeye kuwa na mimi, je naweza nisaidia, sio kukosoa, nikamsaidia mtu kakosea sehemu, nikamsaidia kwamba bwana hapo weka alama kadhaa, au mimi ni mtu wa kukosolewa siku zote. Dha'a kulla kalimatin min alkalimati atiyati
fi kalamin mufidin yahsunu as-sukutu alayhi. An-nakhlatu al-filu yanamu fahima al-hadiqatu al-ardu al-ma'u ya'kulu at-tamratu al-fakihatu yahsudu yudhakiru. Naam. Mbaya shao na jawabu la an-nakhlatu ndio sentence. Naam. Na qata'atu an-nakhlata. Naam. Al-fi'lu ngine havina. Mimi nimesikia nikisema naam. Rakibtu al-fila. Akakubali kile kampanda na kwamba ikaenda. Rakibtu al-fila, nimepanda tembo mwenyewe, hana shida. Naam, yanamu. Yanamu alwalad fawqa as-sarir fahima. Wazee, usiniangushe. Fahima nani? Al-jinn fahima man? Fahima ad-dars man? Fahima at-tilmid ad-dars al-hadiqa. Naam. Al-hadiqa jamilatu zara'atu al-hadiqa au fi al-hadiqa. Naam, al-ardu mchukua kwenye nahwu wadih juzu ya kwanza. Naam, chukua yote nyingine. Naam. Hata mfano mwingine shehe kwenye safina. As-safinatu fawqa al-ma'i. Al-ardu wasi'atun. Naam, yakulu binti. Ni mwanamke sio? La, huyo ni binti kwanza tu. Kingie. Je, ndivyo yakulu binti ndio wenyewe? Tusemeje? Taakulu albintu. Mwanamume yakulu, mwanamke taakulu. Usibadilishe tutaenda tukubali kwamba tuiache kama ilivyo, alafu tunaendelea na makosa hapana. Lazima tufanyie marekebisho. Almafahimu yajibu an tusahih. Lazima tufanye sahihi. Kwa hiyo taakulu albintu at-ta'ama. At-tamratu ladhidhatun. Al-fakiha akaltu al-fakihata yahsudu. Al-qamh yahsudu al-falla al-qamh. Basi hivyo. yudhakiru al-ustadhu al-kutuba. Sahih. ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة يتم بها المعنى وبين بعد ذلك عدد أجزاء كل مثال ونوع كل جزء. يعني ifikie daraja usome zaidi ya hivi. Zaidi ikiwezekana upambe zaidi ni aula zaidi nahwu taka hivi. Na shauri usiendelee kitabu cha shakli, usiendelee itakudumaza. Wengine kama nimekuja hivyo hakuna shida, lakini pendelea sana kitabu ambavyo shakli bana, nataka ambacho hakina shakli. Hivi vitabu ambavyo vina shakli tuachie watu wazima, na durusu muhimma vina shakli, ndio vina shakli. Kina mama huwa anataka ambavyo kuna nini? Wakati yeye hata nahwu ataisoma lini? Nataka ambie Mungu wake pia tauhid na fiqh kidogo. Asubiri maisha yake sana. Lakini wewe bado safari yako ni ndefu. Kwa hiyo durusu muhimma chukua ambacho hakuna shakli. Hebu pata shida kwa muda mdogo, lakini faida yake utaiona baadaye. Sasa nimeeleweka au utafsiriwa? Ni Waarabu bwana. Allahu yahfadhu dash ad-dars. يحفظ محمد الدرس. صحيح.
dash al-arba. Arba inakuja arba mfano. Ana fatha kabisa sasa kuwekea kila shaki. Na kitafuta fi'l na fa'il au kitu gani unachokijua lakini baki al-arba. Naam. حرست الأرض صحيح. يسبح دش في النهر. يسبح محمد في النهر. تسير دش في البحار. تسير السفينة في البحار. يرتفع دش في الجو. الطير يرتفع الطير في الجو. يكثر دش ببلاد مصر. يكثر النخيل ببلاد مصر. تجاتا vitu vingine na peas na minazi. Alwalidu dash ala ibnihi. Alwalidu dash ala ibnihi. Na alwalidu yuhadhibu ala ibnihi au yu'adhib au yu'aqib. Kutumia yu'aqib yuhadhib. يعاقب على ابنه. الولد المؤدب دش نعم. الولد المؤدب محبوب. دش السمك في الماء. أخذت السمك لا يتكوja من الماء. Tukuje ni. Kwa hiyo yote mfano ndana na nini? Nafi. السمك في الماء. يعيش السمك في الماء. نعم. علي الزهرة. أخذ علي الزهرة. بين الأفعال الماضية والأفعال المضارعة وأفعال الأمر والأسماء والحروف من العبارات الآتية. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ما حرف جعل الله لام رجل من قلبين في جوف الهاء. لكن اسم ضمير اسم يدل على فيبقى اسم شيء. باب الإعراب. قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. باب الإعراب mlango naelezea mambo ya i'rab. Manake hapa nataka tupe kama ni fa'ili arufaishwa vipi, afanywaje, mambo ya i'rab kwa ujumla wake. Qala al-i'rab ni nini? Huwa taghyir awakhir al-kalima, ni mabadiliko ya miisho ya matamko, kwa maana mabadiliko ya hukumu za miisho ya matamko, sio harfi ya mwisho bali ni hukumu za mwisho za ile tamko. Naposema jaa Muhammadun, raaitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin, haya ndio mabadiliko dun, dan, din. Sio kuwa ni harfi ya mwisho jaa Muhammadun, raaitu Muhammaran, marartu bi Muhammadin. Tunabadilika ni hukumu, sio ni harfu. Sema awakhiri alkalima ni hukumu za miisho, sio harfu ya mwisho ya tamko. Huwa taghyir awakhir alkalima liikhtilafi alawamil, kwa kubadilika vitendakazi. Manake haya matamko yanabadilika kule mwisho ikiwa vitendakazi vimetofautiana. Anaweza kaja amil wa kwanza anamtaka Muhammadun au ni marfu'un, kaja amil mwingine anamtaka Muhammad au mansubu, mwingine akamtaka awe nani? Majrur. Wajaa Muhammadun, raaitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Kwa hiyo ya Muhammadin haibadiliki kienyeji isipokuwa kwa amil anapokuja ndio anafanya nini? Mabadiliko. Kwamba amil huyu kitendakazi hiki chamtaka
huyu awe vipi. Vile anavyobadilisha ndio taghyir. Al-i'rab huwa taghyir awakhir al-kalima, ni mabadiliko ya miisho ya matamko. Haya mabadiliko yanakuja kwa njia gani? Ikhtilafi al-awamili, kwa kutofautiana vitendakazi ad-dakhilati alaiha, vyenye kuingia katika hayo matamko. Na hayo mabadiliko yanapotokea lafdhan au taqdiran, inaweza ni dhahiran au taqdiran. Dhahiran manake ya mabadiliko nayaona wazi, jaa Muhammadun, raitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Haya ni lafdhan, kwa maana dhahiran. Inawezekana ikawa mabadiliko ni takdiran, na awamili ni hawa. Jaa anamtaka anayekuja awe ni marfu, raitu awe ni mansuba ala al-maf'uliyya, anayekuja ba awe ni majrur bi harfi jarri. Lakini yale mabadiliko huyaone, ile dhamma, kasra, fatha hazionekani kwa wazi. Nasema hii ni takdira. Mfano jaa Musa, raitu Musa, marartu bi Musa. Asa huku jaa Muhammadun, jaa Musa, raitu Muhammadan, raitu Musa, marartu bi Muhammadin, marartu bi Musa. Huku mabadiliko yapo, lakini takdiran, kwa kuwa kuna kitu kinachozuia zile haraka kufanya kudhihiri, ile dhamma, fatha, kasra. Kwa kuwepo alifu inazuilika kufanya kudhihiri, inabidi kwenye irabu yako au mabadiliko iwe nini? Takdiran, sio nini? Sio lafdhan, maana sio dhahira. Kwa maana yake mabadiliko lazima yawe kwa kuna nani? Kuna amil aliyefanya, aliyetangulia. Waqulu, nasema Sheikh yasema al-i'rab lahu ma'nayani, i'rab ina maana mbili. Ahaduhuma lughawiyun, ya kwanza ni maana ya kilugha, wal akharu istilahiyun, ingine ni istilah, kwa maana mastalaha alayhi ulama an-nahw. Sasa ya kilugha pia tutaitumia kutusaidia katika kuongeza mufradati. Amma maanahu fi lugha, ama i'rab katika lugha ya Kiarabu, fa huwa al-idhharu wal ibana, ni kule kudhihiri na kubainika kitu. Taqulu, tasema a'rabtu amma fi nafsi idha abantuhu wa adhhartuhu, nimeyadhihirisha aliyokuwa ndani ya nafsi yangu. Manake ameshindwa kuliwa ndani kwa ndani, kamua alipuke. Kwa maana yake idha abantu, utakapoyadhihirisha na kuyaweka wazi, tayari nimefanya i'rab. Wa a'raba as-sabiy, hada mtoto ashaanza kuzungumza, pia ashaanza a'rab, kwa maana ashaanza kuvuta ni maneno kidogo. Kwa inatumika maeneo mengi katika lugha ya Kiarabu. Ama maana fi istilahi, ama maana ya i'rab istilahan, fa huwa ma dhakarahu al-muallif. Hii ndio tunahitaji, ile ambayo ameitaja mtunzi biqaulihi, kwa kauli yake, taghyir awakhir al-kalima, wa i'rabu ni mabadiliko ya miisho ya matamko ila akhiri, mpaka mwisho wake. Wal maqsudu min taghyir awakhir al-kalima, makusudio ya maana hii kubadilika miisho ya maneno, maana yake taghyir ahwali awakhir al-kalima, ni kubadilika hali za miisho ya matamko. Wala yuqalu, wala haingia kilini, ayurada, kuwa ikusudiwe taghyiru nafsi al-awakhir, kubadilika ule mwisho wenyewe. Yaani maana kama ni harfu kubadilika haingia kilini, lakini kinachobadilika ni hali za miisho ya matamko, maana hukumu za miisho ya matamko. Fa in akhir al-kalima, mwisho wa neno, nafsahu, neno lenyewe au ule mwisho wenyewe, la yataghayyaru, huwa haubadiliki. Wa taghyiru ahwal awakhir al-kalima, na kule kubadilika hali za miisho ya matamko, ibaratun, ni maelezo, an tahawuliha, kutokana kule kubadilika kwake, min ar-raf'i ila an-nasbi au al-jarri. Kwa hiyo jaa Muhammadun, raf'i hiyo, raitu Muhammadan, an-nasbi.
marartu bi Muhammadin al-jarri. Haya mabadiliko ndiyo tunayokusudia hakikatan. Mabadiliko hayo ima ni hakika, kwa maana unaona kabisa kuna nini mabadiliko, au hukman au kihukumu ile takdira. Wayakunu hadha tahawulu, inakuwa kubadilika huku bisababi taghyiri al-awamili, ni kwa sababu ya kubadilika nani vitendakazi, min amilin yaqtadi ar-raf'a ala al-fa'iliyya, kutokana na amil ambaye anawajibisha anapasa ar-raf'i, kwa maana huyo anayekuja mbele yake au ni marfuu ala al-fa'iliyya au nahwiha au mfano hivyo, ila akhar, kwenda kwa amil mwingine ambaye yaktaji nasba, ambaye anamtaka huyu maamul au mansub, na raaitu na mfano hizo na inna na mfano hizo, ala al-maf'uliyya takuwa ni maf'ul au nahwiha au mfano maf'ul, wa halumma jarra na kuendelea. Mathalan idha qulta, mfano ukisema hadara Muhammadun, fa Muhammadun marfu'un, kwa nini? Li'annahu ma'mulun, yeye pale alipo ni ma'mulun, amili wake ni hadara. Ma'mulun li'amilin ni ma'mul wa 'amil yaqtadi ar-raf'a, ambaye hadara inawajibisha Muhammad kufanya marfu'un 'ala al-fa'iliyya, 'ala al-fa'iliyya, wa hadha al-'amil huwa hadara, na 'amil huwa ni hadara. Kwa hiyo kija hadara tunarejea kusema hadara Muhammadan au hadara Muhammadin, kwa kuwa tukuuliza hii Muhammadin ni nani, maf'ul ndio ni fa'il. Fa'il hawi hivi takiwa awe marfu'un kwa dhamma. Fa in qulta ra'aytu Muhammadan, kisema ra'aytu Muhammadan, taghayyara halu akhir, mubadilika hali ya mwisho wa nani Muhammadin ila an-nasb, kwenda kwenye nasbi. Taghayyur al-amil, na kule kubadilika nani amil bi'amil akhar, kwa kule kuja amili mwingine yahtau bin nasba, ambaye yeye anapelekea anawajibisha huyu Muhammadun asiye Muhammadun tena awe Muhammadan, wa huwa ra'aytu nani ra'aytu. Fa idha qulta, takaposema hadhaitu bi Muhammadin, nimemuelekea Muhammad, taghayyara halu akhirih, mubadilika hali ya mwisho wake la jarri, bitaghayyur al-amil, kubadilika nani amil bi'amil akhar, kwa amil mwingine ambaye yaktabi al-jarra wa huwa al-ba'u libu Muhammad. Wa tatamalta fi hadhihi al-amthila, ukizingatia mifano hiyo, dhahara laka, itakudhihirikia wewe, anna akhir al-kalima, kwamba mwisho wa neno ambao kuna Muhammad wa huwa dalu min Muhammadin lam yataghayyar, bali haijabadilika. Wa anna alladhi taghayyara, na kwamba kilichobadilika huwa ahwalu akhiriha, ni hali za mwisho wa neno Muhammad. Fa innaka tarahu marfu'an fi al-mithal al-awwal, naona pale mwisho ni marfu'un katika mfano wa kwanza, wa mansuban fi al-mithal al-thani, majruran fi al-mithal al-thalith. Wa hadha taghyir min hali ar-raf'i ila halati, min halati ar-raf'i ila halati an-nasb, haya mabadiliko kutoka katika hali ya nasbi, hali ya raf'i, ila halati an-nasbi, kisha ila halati al-jarri, huwa al-i'rab, hii ndio i'rab inda al-muallif, mbele ya nani ya mtunzi. Wa man dhahaba madhhabuhu, natakayekwenda madhhab au man dhahaba madhhabahu, ambaye rai yake na fikra yake ni madhhabu ya mtunzi, basi naye anajua kuwa marfu anakuja katika sura namna hiyo. Wa hadhihi alharakatu thalathu, na hizi harakatatu hizi, kwa maana arrafu ambayo ni dhamma, an-nasb fatha, al-jarr kasra, allati hiya ar-raf'u wan-nasb wal-jarr hiya alamatu, ndiyo alama, wa amaratu, na ishara ala al-i'rab, juu ya i'rab. Ndio kituo tunaenda kusimamia kwenye wa'lam, fa amma al-lafdhi fa huwa ma la yamna'u, tutakuja kuzungumzia kile chake. Tumalize kipande hiki kidogo. Wa mithlu al-ismi fi dhalika, na mfano wa jina katika hili, al-fi'l al-mudari, pia fi'l mudari ina mabadiliko ya design hiyo. Falau qulta, lau tasema yusafiru Ibrahim, fayusafiru fi'l al-mudari al-marfu', kwa nini? Litajarrubihi min 'amilin
kwa kule kuepukana na kitendakazi yaktadhi nasbahu ambacho kinamwajibisha huyu musafiri awe mansub. Hakuna nawasibu yoyote hapa, kwa lazima awe musafiri kama kawaida. Au amilin, au kule kuepukana na amilin yaktadhi jazmahu, ambayo anapelekea kumjazimisha huyu musafiri hayupo pia, ndio maana tunasema yusafiru. Fa idha qulta lan yusafira Ibrahim, hata safiri Ibrahim, taghayyara halu yusafiru, kubadilika hali ya yusafiru hikaya kama ilivyo zini halu yusafiri, haiji kwa sababu sio ismu. Taghayyara halu yusafiru min ar-raf'i ila an-nasbi, kubadilika hali ya yusafiru kutoka rafi kwenda nasbi. Taghayyur al-amili, kubadilika nani kitenda kazi, bi'amil akhar, huja amili mwingine yaktabi nasbahu. Kwa amili wa kwanza ambao ni wa rafi'i ni al-amilu al-ma'nawi, ipi ili atajarrudu minan nasibi au jazi, kule kuepukana na chenye kunasibisha kujazimisha, ndio amili wetu. Ama lam na lam ni al-amilu al-lafdhi ambayo unaiona kwa macho, ndio Sheikh asema wa huwa lam, ambaye kamfanya yusafiru ajalan yusafira. Fa idha qulta lam yusafir Ibrahim taghayyara halu yusafiru, kubadilika hali ya yusafiru min ar-raf'i ila an-nasb au an-nasbi ila al-jazm, kutoka kwenye raf'i au nasbi kwenda kwenye jazm. Kwa nini? Takayyul al-amil, kubadilika kitenda kazi bi'amil akhar, kwa kuja amili mwingine yaktadhi jazmahu, ambaye anamtaka huyu yusafiru ay majzumun, wa huwa lam, na ni lam. Wa'lam, tambua, tuanze kutakdiria. Wa'lam, tambua anna hadhihi taghayyura, kama mabadiliko haya yanqasimu ila qismain, lafdhiyun wa taqdiriyun, kama tulivyoona lafdhan au taqdira. Nukta mwisho, fa amma al-lafdhiyu huwa ma la yamna'u min an-nutq bihi mani'un. Fa amma al-lafdhiyu, ama mabadiliko ya kilafdhi ambayo ni dhahiri yanaonekana, ma ni mausulia, ma ni yale mabadiliko ambayo, au lafdhi ambayo, au ni mazingira ambayo la yamna'u min an-nutq, haizuii kutokana na kutamka bihi mani'un, kwa maana hakuna kinachozuia kumtamka huyo ambaye anabadilika mwisho wa nini, mwisho wa neno. Fa amma al-lafdhi fa huwa ma la, yule ambaye tunasema mabadiliko ya kilafdhi, ma ni ile ambayo la yamna'u min al-lafdhi an-nutq bihi, haizuii kutokana na kutamka hayo mabadiliko ya kilafdhi ya kiwazi. Mani'un, hakuna kizuizi ambacho kinazuia, kama raaita fi harakati dali, kama ulivyoona katika haraka za dali, ile haraka fatha kasra na dhamma, in Muhammadin, wa harakati ra'i min yusafiru, na haraka za ra katika neno yusafiru zimeonekana kabisa, Muhammadun Muhammadan Muhammadin, kwa kuwa hakuna kinachozuia haraka hizi kudhihiri na kuwa wazi. Muda wa kuwa hakuna, inabidi useme nini, mabadiliko ambayo ni lafdhi au kwa maana ya dhahiri, ambayo ni dhahiri. Ama nukta inayofuatia ni nukta ambayo ni mabadiliko lakini takdiriyo. Haya tutakuja kuyazungumza kwa upana wake insha Allah tabaraka taala katika daura yetu nyingine insha Allah tabaraka taala. Kuna dakika mbili tu zidi hapo, sababu muda umesogea. Na kama itakuwa ziko nyingi tutaahirisha mpaka sasa ijayo hapo sana. Na mfano wa jina katika hayo mabadiliko, hizo taghyir al-fi'l al-mudari, na jina sinabadilika kutoka kwenye rafi'i ila kwenye nasbi kuja kwenye jar, kinacho ar-rafi'u an-nasb al-jazm. Na mfano wa jina katika hayo mabadiliko ya miisho ya matamko, fi'l mudari pia inakuwa na hukumu ya design hiyo. Kutokana na fi'l mudari ni marfu'un, kwa kuwa hakuna kinachonasibisha wala kujazimisha. Amil hapa ni al-amilu al-ma'nawi. Kaja amil mwingine ambaye ni lam, akamtoa kwenye rafi'i kwenda kwenye nasb. Kwa ni mfano wa
ismu pande wa kunufaishwa kisha baadaye kunasibishwa. Kisha kaja amili mwingine anamtoa katika nasi kwenda kwenye jazma kwenye mlango. Asa majina na vitendo vashirikiana katika rafu na nasbu, isipokuwa majina yanadhihirishwa na vitendo vinajazmishwa. Kwa hiyo mfano wa jina katika hilo fi'il mudhari, katika hayo mabadiliko ambayo yanapatikana kwa sababu ya nani? Ya amil. Hapana, hilo tukiwa kitaanifu muda kuwa tutaangalia ile maana. Jaa Hamzatu, Jum'atu, Talhatu na nyingineyo. Watu hukumu hapa kuwa jina ni maana sitakuwa kuna la hukumu ile maana. Naam. Na wengine kina al-ikhtisas na al-milk. Naam. Mpaka tupate kwa mfano mmoja. Ziada. Lilladhina ahsanu husna wa ziyada, wale ambao wamefanya wema utapata nini? Pepo na ziada. Na ziada huwa an-nadharu ila wajhi Allahi al-karim. Kwa hiyo katika nukta ya mwisho nielezea kuwa inaweza ikaingia upande wa ikiwa kuna ismu dhat na ismu maana. Kwa kama ni inaingia ismu dhat na ismu maana, unaangalia je hapa ni ya istihqaqi au ni ya ikhtisas au ni kwa hapa ni kule kustahiki. Kwa kuwa tumeona imekuja lilladhina ambayo ni ismu dhat, kisha kuna alhusna ismu maana. Kwa muda kuwa imekuja katika sura namna hii inakuwa ni istihqaq. Kwa maana kama tulivyosema kuwa jana tulisema haiingii kwa lafzi jalala na neno alhamd, tunasema ka lafzi jalala kama mfano, na ka ismi maana kalhamd, maana ni tashbih, inaweza kutumika vingine pia kulingana na siyaku al-kalam. Sasa wewe utakapotambaa kwenye Qur'an utajua huko ni lam gani kulingana na haya maelezo ambayo tumeyapata kwenye tofauti hizi laamati. Ya mwisho ya jana hiyo, ndio maana tunasema ili iitwe nidhamu al-milki lazima iwe baina ya vitu ngapi? Baina za taini, na ipatikane sura, yani picha kuwa hiki kweli chaweza kumiliki. Kusema al-kitabu li Abdul Aziz, je Abdul Aziz kweli anaweza kumiliki? Ndio, wenye miliki. Lakini kusema al-babu lidari, je mlango anaweza kumiliki? Nyumba inaweza kumiliki mlango? Ndio tofauti yake inapatikana hapa. Kwa hii inaonyesha kuwa ile sura na muonekano wa kuwa inaweza kumiliki hakuna, lakini huku uwezekano wa kumiliki upo. Kwa hiyo ni amiliki na huku ni ikhtisas. Hada sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta